Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50, ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sasa na Bwana anavonijalia. Na wewe kama ni mgeni au bado hujasubscribe, ninaomba subscribe, share, like and comment, na Mungu akubariki sana. Na leo namshukuru Mungu sana kwa kunisaidia na kuniwezesha kuja mbele zako kushare neno la Mungu. Na kama kawaida yetu, tunaendelea na hii series mpya tuliyoianza wiki chache zilizopita, series ya shule maalum ya Mungu au God's Special School. Na leo tunaenda kuingia sehemu yetu ya 3, ambapo tunaenda kujifunza darasa muhimu sana, ambalo nalo darasa hili ni darasa la lazima au compulsory. Yani huwezi ukasema mimi hii kozi sitaki au ili darasa silitaki. As long as umeamua kumfuata Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utalipitia hili darasa. Lakini kama nilivyosema tokea mwanzo wa hii series, tunategemeana na jinsi sisi tulivyo, kusudi la Mungu ndani yetu, kazi Mungu aliyotupa, mapenzi ya Mungu. Tunaenda, wengine wataenda deeper zaidi, wengine a little bit shallow, wengine watakuwa ma-expert, lakini yote ni kwa sifa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo naomba ukae mpaka mwisho uangalie ni somo gani hili, na tutaenda kujifunza mambo muhimu sana. Mungu akubariki. Basi karibu sana katika sehemu yetu ya 3 ya hii series ya God's Special School au darasa maalum la Mungu. Na leo tunaenda kuangalia darasa maalum. Ili darasa wapendwa, tutakachotofautiana tu ni depth ya hii tutakavyoenda, au kwenda juu au mapana yake, vyovyote itakavyokuwa, lakini tunatofautiana kutokana na stage ya wokovu tulionayo sisi wenyewe, jinsi sisi tulivyo, kazi ya Mungu ambayo tumepewa, kusudi la Mungu tulilobeba, na mapenzi ya Mungu vile vile yanatumika mahali hapo. Sasa darasa hili linaitwa darasa la vita vya imani. Lazima tupitie katika hili darasa, kwa sababu zamani mimi nilikuwa nachukulia kwamba shetani ananipiga personal. Baadaye nikaja kufundishwa kwamba it's not personal. It's not personal, it's not personal. Adui anachokitaka kutoka kwangu ni kunitoa mimi katika imani ya kumwamini Yesu Kristo. Ndio maana vita ni vikubwa, na lile kusudi Mungu aliloliweka ndani yangu. Kwa hiyo kupo upinzani. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ya kwa nini lazima tufundishwe kupigana. Tutaenda kuangalia sababu nyingine katika hili somo, lakini kwanza hebu tuangalie hii vita ni vita ya namna gani. Paulo anamwandikia Timotheo katika waraka wa 2 Timotheo sura 4, anamwambia nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Kwa tunamwona mwenzetu Paulo karibu na mwisho wa maisha yake, anaangalia nyuma, anakuta kwamba vita alivyokuwa navyo amevipiga vizuri, na ule mwendo ameumaliza, na amekilinda kile ambacho alipewa, ambacho ni imani. Na kila mmoja wetu ndio vita hivi vya imani tunavyovipiga. Sasa kwa nini Paulo aliweza kuangalia nyuma na kusema nimevipiga vita? Kwanza tunatakiwa tujue sisi ni nani. Unajua wanaopiganaga vita ni askari, maana neno lililotumiwa vita ni askari. Sasa lazima mimi na wewe kwanza, kabla hata hatujaenda mbele kujifunza hii vita, tunatakiwa tujue sisi ni nani katika Kristo. Paulo anamwandikia huyo Timotheo katika sura ya 2 mstari wa 3 na 4, anamwambia ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Kumbe sisi ni askari, tena tunatakiwa tuwe askari wema wa Kristo Yesu.
askari wanaoaminiwa, askari ambao they turn up, yani reliable, askari ambao ni jasiri, askari mashujaa. Anasema hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba askari yoyote wakati wa vita hawezi akajishughulisha na mambo ya ulimwengu. Yeye anakuwa ili aweze kumpendeza yule ambaye amemwandikisha jeshini. Na sisi aliyetuandikisha jeshini ni Bwana wetu Yesu Kristo. Na sisi tujue kama askari tupo vitani. Kwa hiyo hatuwezi kujishughulisha na mambo ya dunia. Umeshawahi kuonaga askari wanaopigana vita, sei kwa mfano kama sasa hivi palikuwa na vita huko ya watu gani ya Warusi sijui na wanani wanaitwa nani, jina limenitoka tu sasa hivi. Lakini katika vile vita uwezo kwa mkuta huyo askari eti anaenda huko night club, umkute night club, umkute sijui kwenye bar tu anakunywa pombe ovyo ovyo, kalewa, bunduki yake kaiacha tu, haiwezekani. Lakini ni kwa sababu anajua yeye ni nani. Kwa hiyo atajua wapi aende, wapi asiende. Kwa hiyo wengi wetu sisi kwa sababu hatujui sisi ni askari, tunaishi kiraia. Umeshaonaga askari akiishi kiraia? Kwanza askari anaishi kiraia, hawezi kupata heshima kwa raia. Ndio maana tunaambiwa tujitenge na ulimwengu. Sasa katika Biblia kuna mtu ambaye hakujua ni nani, naye ni Gideoni. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 12, malaika alipomtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni anashangaa, mimi shujaa? Mimi mbona ni mtoto wa mwisho katika familia ambayo ni maskini sana. Umeona? Na sisi vile vile mara nyingine tunashangaa tunapopewa majukumu na Mungu ya kivita kwa sababu hatujajua sisi ni nani. Lakini Gideoni alivyokuja kupata confirmation yeye ni nani, nenda ukisome kitabu cha Waamuzi jinsi ambavyo aliwaharibu maadui zao walioitesa Israeli. Kumbe yale mateso ya Israeli yaliyoendelea muda mrefu yalikuwa yanamsubiri yeye. Kwa hata sisi unaweza kukuta kwamba kwenye familia zetu mateso yanaendelea kwenye familia, kwa watu wengine ambao Mungu ameweka kwenye maisha yetu, au hata kwetu kwenyewe naendelea mateso. Kumbe Mungu anaangalia, wewe Monica, wewe si ndio shujaa, mbona huinuki ukapigane? Basi leo Mungu atusaidie tupate kuinuka, tukae katika zamu zetu. Sasa lazima Bwana tufundishwe hii vita. Unafikia hii vita unaenda tu pukumkuku. Wana wa Israeli walivyotoka nchi ya Misri, kwa sababu walikuwa watumwa kwa miaka mingi, walikuwa hawajajua vita. Mungu ikabidi awaambie hapana, itabidi niwazungushe huko njiani niwafundishe vita kidogo kidogo. La sivyo mkienda kule mkifika kwenye kutawala mtashindwa kutawala kwa sababu hamjui vita. Na sisi hivyo hivyo, sisi kuna vitu ambavyo Mungu anataka tutawale kama Wakristo. Tumeambiwa kuna urithi ambao umepitia kwa Yesu Kristo. Unafikia shetani atakuacha tu utawale wewe, uwe mfalme, uwe mwana wa mfalme hivi bila kukupiga? Ndio hicho. Ndio maana tunapitishwa kwenye vita kama wana wa Israeli wakapita huko miaka sijui mingapi wanazungushwa. Ingawaje tunazungumza kwamba tunajua kwamba walizungushwa kwa sababu ya kiburi chao, lakini hata hivyo ukienda kusoma kitabu cha Kutoka utakuta kwamba walizungushwa, hawakupitia njia inayoenda straight. Wangeenda straight wangepigwa. Kwa hiyo walitakiwa wazunguke ili njiani Mungu awafundishe vita taratibu. Na Daudi aliombaga hii sala. Kuna wakati aliona hapa inabidi nifundishwe kupigana. Katika Zaburi ya 144 akasema, na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana. Wapendwa, hii ni mstari ambao tunatakiwa tuwe tunaomba mara kwa mara ili Mungu apate kutufundisha vita. Tutaangalia vitu ambavyo tunafundishwa katika hili darasa la vita vya imani. Kwa hiyo topic ya kwanza ambayo lazima tuijue, adui yako ni nani? Kwa sababu ni rahisi sana 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 kwa ajili ya tabia ya adui tuliyenayo. Nitaenda kukuelezea adui wetu ana tabia gani. Kwa ajili ya tabia ya adui huyu tuliyenaye, ni lazima tufundishwe huyu adui ni nani.
Ndio maana neno la Mungu linatuambia muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ungurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Kwa adui yetu ni nani? Ibilisi. Sio mtu, sio vitu, sio ugonjwa, sio dhiki, sio adha, sio shida. Ni Ibilisi ndio anavyotumia hivyo vitu kutujaribu kutushinda. Sasa adui ana tabia gani huyu adui huyu? Nimesema kwa sababu hiyo ndio maana tunatakiwa tumjue, kwa sababu ana tabia mbaya sana. Tabia yake mojawapo ni kwamba huwa anapenda kujificha kwenye jambo au watu. Kwa hiyo unaliangalia jambo, unapambana na jambo badala ya kupingana na adui aliyoko nyuma yake. Unakumbuka Bwana Yesu wakati Petro alivyomwambia usiende msalabani au utakufa, nilikuwa nakataa kwamba Bwana Yesu asife. Bwana Yesu akamwambia, shetani rudi nyuma yangu, kwa sababu alijua shetani yuko nyuma ya Petro. Yaani yale maneno yanayotoka kwa Petro sio ya kwake, shetani ameyapitisha. Ndivyo hivyo ndio maana unakuta sisi tunapingana na mama mkwe, wifi, bosi kazini, jirani na watu tofauti. Hata watoto wetu tunaweza kupingana nao, au waume zetu na wake zetu, tukifikiri wenyewe ni adui, kumbe adui ni yule aliyoko nyuma yake anayemtumia. Kwa Mungu atupe hekima na maarifa ya kujua hii mbinu mojawapo ya adui. Ya pili, adui anatumia deception, uongo, kwa kukileta kitu kama kinaonekana kama ndio kama sio, kama ndio kama sio. Sasa usipojua ukweli utaingia mkenge. Mwangalie Hawa, adui alivyokuwa naye akamwambia ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Ukiliangalia kwa haraka hili swali unaliona kama vile liko kweli, lakini Mungu hakuambia wasile miti yote. Mungu aliwaambia mti wa katikati peke yake. Kwa hiyo unaona adui anachokitaka kukijua kila siku kwetu ni kuconfirm kwamba tunalijua neno la Mungu, kwa anakuletea kitu ambacho sicho. Na ndio maana hata Bwana Yesu wakati katika Mathayo 4 wakati anajaribiwa alitumia neno. Adui tena analeta neno na yeye anajua neno, ujue. Na usipoangalia adui anajua neno zaidi kuliko Wakristo wengi. Kwa hiyo anakuletea neno lile lile, lakini intention yake ni kukuangusha. Kwa hiyo unatakiwa uwe na neno la kumshinda. Ndio maana tunatakiwa tuzijue hila zake. Kwa hiyo atakuletea deception. Akiona umeingia mkenge, anatumia elimu, anakuelimisha kwa uongo. Kwa hiyo ndio pale unamkuta mtu anakuambia Mungu anaangalia moyo tu, Mungu haangalii. Mungu angalii nini? Wewe vitendo vyako haviendani kama wewe ni mtoto wa Mungu, lakini unasema Mungu anaangalia moyo. Hiyo ni elimu. Ni kweli kwenye Biblia Mungu anasema anaangalia moyo, lakini huyo tukiangalia huo mstari ulitolewa wakati Mungu anamuongelea Daudi kati ya kaka zake wale ambao walikuwa wanaonekana kimwili ni warefu, wazuri, wamepanda, wana nguvu. Kwa Mungu akasema anaangalia moyo, kwa sababu moyo wa Daudi hata ukija ukiangalia kwenye Biblia, hata mahali alipofanya makosa bado alikuwa ni mnyenyekevu, alikuwa ni mtu wa toba. Lakini watu wanautumia vibaya kwa sababu ya elimu adui anayoitumia. Kingine adui anachokitumia ni kukutisha. Atakuletea kitu ambacho unakiona hapa nitachomwaje. Umeona? Sasa hapa ndipo penye mbinu ambapo wewe utabidi ufundishwe na Bwana kwamba hapana, ukiona kitu kinatisha wewe muangalie Yesu, usiangalie lile jaribu. Kingine anachofanya anakukatisha tamaa. Imefanana na kukutisha, lakini vile vile kuna kukatishwa tamaa. Sasa kutishwa ni pale unakiona kitu afu unatishika, lakini kukatisha tamaa unajiangalia wewe. Unaangalia mimi kweli nitaweza? Hapana. Hii safari ya mbinguni ni ngumu sana. Umekishakatishwa tamaa. Kingine akishindwa, kikuona hudanganyiki, umemjua ni yeye yuko huko, amejaribu kukatisha tamaa, ukatishi tamaa, kutishwa utishiki, anakuzuia. Kwa hiyo ndo anasimama mlangoni.
mnaanza kusukumana mlango upite. Ndio hapa Paulo alipozungumzia akasema mlango umefunguliwa mkubwa, lakini wanipingao ni wengi. Na Mungu akamwambia Joshua, akamwambia hivi, hata simama mtu wa kukupinga mbele yako. Kwa hiyo wewe naona utakiwa ujue maneno. Ukiona unapingwa, mwambie imeandikwa kwamba mimi hata simama mtu wa kunipinga mbele yangu. Ninakiendea kile ambacho Mungu amekikusudia kwa ajili ya maisha yangu. Na kingine, adui anaweza kukuletea ukajiona kama vile kwako kuna amani, kumbe yeye ndio kuna vitu anaviharibu. Kwa hiyo utatulia, maombi, Mungu mtafuti, usifu, hufanyi chochote kile cha kuonyesha kwamba wewe uko vitani. Na matokeo yake unakuta kwamba adui anakushinda kwa sababu anakuwa anakunyonya nguvu zako taratibu. Kwa hiyo ni topic ya kwanza ambayo utajifunza. Na tunajifunzaje? Na hii napenda sana watu tuweze kuelewa kwamba katika hii series ninazungumzia shule. Mungu wetu ni mwema sana, na Roho Mtakatifu tumeambiwa kwamba nitawapa mwalimu atakayewafundisha, msaidizi atakayewafundisha. Bwana Roho Mtakatifu ana njia nyingi sana za kutufundisha. Kwanza, unaweza ukashangaa wewe, kila utoka umeamka asubuhi, kuna neno fulani moyoni mwako. Ukifungua nyimbo, unakuta unaimba nyimbo za aina ile ile. Ukifungua WhatsApp, watu wametuma message ile ile. Ukienda kanisani, message ile ile. Yaani wewe kila ukifungua Biblia, unajua hapa pana kitu nafundishwa. Hebu nikitilie maanani. Sasa, topic nyingine ya pili ambayo tutajifunza ni sheria ya vitani. Kuna sheria gani? Maana hata vita vya ulimwengu unajua vina sheria za kimataifa ambazo ukiwa unapigana na mtu, kwa mfano kama sasa hivi nchi zenye nuclear bombs haziruhusiwi kuzitumia hizo nuclear bomb. Ndio maana kuna wakati walikuwa wanaigomba nchi hizi za Europe na Marekani walikuwa wanamsokola Iran kwa sababu hawamwamini kwamba anaweza kafuata sheria ya kuwa na nuclear, anaweza kalitumia nuclear mahali popote. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Lakini sisi katika kwa sababu hii ni vita vya imani, ni vita ya kiroho, tunatakiwa tujue kwamba hii ni vita ya kiroho. Na ndio maana Waefeso 6 inatuambia kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa wewe lazima ujifunze kwamba sheria ya kwanza ni kwamba sishindani na damu na nyama. Ujue hilo kwanza, ili usiende kuchukua mkuki wako, bunduki yako, unaenda kupigana na adui yako, utamuona. Kingine, mifano iko mingi, yani nikifanya hiyo tu sheria za vitani ni topic kubwa tu, nimechukua vitu viwili. Usimpe adui nafasi. Hii ni mojawapo ya sheria ya vita hii ambayo tunapigana nayo. Maana ukimpa nafasi, yani shetani ukimpa kinafasi hivi, anachukua. Ukimpa hivi mpaka mwisho huko. Kwa hiyo tunatakiwa tusimpe na adui nafasi. Kiufupi katika hii topic tutajifunza the do's and the don'ts. Vitu ambavyo tunatakiwa kuvifanya na vitu tusivyotakiwa kuvifanya katika hii vita ya imani. Topic nyingine ya tatu, tutafundishwa silaha zetu. Tunabeba silaha gani? Silaha gani hatuzihitaji huko vitani? Namkumbuka Daudi aliposimama kavaa silaha zile, kavalishwa silaha za Sauli, akaziona nzito. Hakutakiwa kuvaa zile silaha. Hatakiwi kuvaa silaha za mwanadamu, hatakiwa kuvaa silaha za Mungu. Kwa hiyo kuna silaha ambazo tutakiwa tuzifanye, na neno la Mungu linatuambia Efeso 6:13, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, tuzitwae. Kwa sababu wengine silaha za Mungu tumeziweka kabatini, tumezitundika, tunaziangalia. Sisi wenyewe tunatembea peku, lakini tumeambiwa tuzitwae, tuzivae ili tuweze kushindana siku ya uovu. Kumbe ipo siku ya uovu ambao kama hujavaa hizi silaha, na silaha ndio zinatakiwa ziwe zote, sio umevaa silaha moja nyingine hujavaa. Silaha hii hujavaa, no, zote. Na ni za Mungu, sio za mwanadamu,
sio za kitu chochote, sio za kwako wewe unazoona hii ndio itanifaa. Hapana, ni za Mungu. Anasema ili tuweze kusimama, otherwise adui atatushinda. Topiki na hizi silaha sasa, tunaambiwa hizi silaha za Mungu ni silaha ambazo zina nguvu sana, zina uwezo katika Mungu. Ndio maana tunatakiwa tuvae silaha za Mungu. Waraka wa pili wa Wakorintho sura ya 10 mstari wa 4 anasema hizo silaha sio silaha za vita vyetu, si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu katika kuangusha ngome. Kuna ngome ambazo tunatakiwa tuziangushe, na hizi ngome zinaanzia kwenye mawazo. Na hizi zinasema haya mawazo ni yanainuka kuipinga elimu ya Mungu. Sasa sisi tutakiwa tuteke hizo nyara, hizo fikra zote zipate kumtii Kristo, na sisi tuwe tayari kupatiliza, yani kulipiza, ili wale ambao wamtii Kristo waweze kumtii Kristo. Umeona? Kwa hiyo tuna silaha zenye nguvu, silaha za Mungu. Sasa silaha ni zipi? Sasa nenda wa Efeso 6, nimefanya tu summary. Kuna kweli, tunatakiwa tujifunge kiunoni kama mkanda kiunoni mwetu. Usipokuwa na kweli, adui akiona hauna kweli, maka ule mkanda unashikilia ile garment yako ya chini, itaanguka, adui atakumaliza. Kingine tunatakiwa diria haki. Diria haki ni kifuani. Unajua kifua ni muhimu sana kukiprotect, kwa sababu ndipo ulipo moyo. Fikiria adui akikupiga mshale wa moyo. Kwa kama una haki, adui mkono. Na hii haki ndio tunaposema righteousness, holiness. Lazima uwe holy. Huwezi kwenda kupigana na shetani huku wewe ni mwenye dhambi. Shetani atakumaliza, ndio hiyo anakupiga tu kwenye moyo, you are dead. Kingine ambacho tunatakiwa kukifanya ni kufungiwa utayari kwa injili ya amani miguuni kwetu. Kwa hiyo miguuni kwetu lazima tuwe na injili ya amani ambayo ni injili ya Kristo. Lakini tuwe na huo utayari, tuwe na utayari wa kuisambaza injili ya amani. Kingine ni ngao ya imani. Hii hapa tunapinga tu. Hii akirusha mishale yake, ile imani ulionayo, ndio kazi ya imani. Darasa letu lile la kwanza ni kumzuia adui ambaye anarusha mishale wakati wote, ile mishale yako isikupate. Ukiona anapiga maeneo ya kichwa, unainua imani yako. Maeneo ya hapa unainua, maeneo ya huku unapeleka hivyo. Hiyo ni ngao yako ya imani. Kingine ni chepeo ya wokovu. Chepeo inavalishwa pa kichwani. Umeona? Unajua vita vyetu, ndio maana pale nimeusoma ule mstari wa mawazo, inaanzia hapa. Na ndio maana shetani au adui anajaribu kupiga sana mawazo yetu. Kwa hiyo ile chepeo itakulinda wewe mawazo yako, ili mawazo yako yafanane na ya Kristo. Kwa hiyo tunavaa ile, na unajua kabisa mtu akikupiga mkuki kichwani, you are dead. Kwa hiyo lazima unani hapo na chepeo ya wokovu. Kingine ni upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, na tusiache sala za maombi tukidumu kuombea watakatifu wote. Kwa hizi ni silaha ambazo zimeandikwa katika Efeso 6. Lakini zipo silaha nyingine kwenye Biblia, zipo nyingi, naenda kutaja tu baadhi, lakini moja kubwa sana ambayo ni silaha ni sifa. Umemwona Mfalme Yehoshafati katika nini inaitwa kile kitabu, Chronicles, Second Chronicles chapter 20, unamuona kwamba Mfalme Yehoshafati alipoenda kwa Mungu alipewa siri ya kwamba atangulize sifa, atangulize waimbaji, watangulie mbele, wakatangulia. Kilichotokea, nenda ukasome ile idani. Lakini kutii kwetu vile vile ni silaha kubwa sana. Tunapotii na kufanya kile ambacho tutauona wokovu. Umeona? Kama tukiangalia Musa aliwaambia wana wa Israeli katika Kutoka 15:14, akawaambia simameni mkauone wokovu. Kwa kuna mara nyingine Mungu anataka tu usimame. Wewe ukatii, ukasimama, utaokoka. Au wale ambao waliambiwa angalia nyoka, atakayeangalia nyoka wa shaba atapona. Kuna wengine hawakutii, walikufa.
Kwa utii nao ni silaha ambayo Mungu na vile vile kumpendeza Mungu. Tunapoishi maisha ya kumpendeza Mungu inakuwa silaha, kwa sababu Mungu atakutetea. Kuna mahali ambapo wewe hata utajua palikuwa na vita, wewe unashangaa tu adui zako ndio wanakuja kwa kukuambia kama ilivyokuwa Miriam na Haruni walivyopigwa ukoma huko kwa kumsema Musa. Musa alikuwa hana hata habari, wao ndio ilibidi sasa waje watubu kwa Musa. Kwa hiyo hivyo ni baadhi ya vitu. Kama kuna vitu vingine nimeviacha, silaha nyingine, naomba weka comment yako hapo chini. Lakini kuna topic nyingine, tutafundishwa jinsi ya kushinda vita. Lazima tufundishwe jinsi ya kushinda vita, kwa sababu tulivyokuwa duniani tulikuwa tunapigana vita kwa akili zetu, kwa ufahamu wetu, kwa mazoea, kwa mbinu ambazo tulikuwa tunazijua. Lakini huku ni tofauti. Sisi ni wageni katika hii vita ya kiroho, na adui yetu alishapiganaga huko mpaka na kina Mikaeli. Alishatokaga mbinguni huko. Ndio hicho, unajua saa nyingine watu wanasema sijui nini. Sio kwamba tunajaribu kumkuza shetani, lakini be real. Yeye amepigana na kina Mikaeli huko mpaka wakamtupa. Wewe umewahi kupigana na nani zaidi ya kupigana na wanadamu na vitu ambavyo unaviona? Kwa hiyo sisi, ili tushinde hii vita na tujue adui yetu ni roho, lazima tujikabidhi kwa Mungu. Nenda kasome 1 Peter 5. Jikabidhi kwa Mungu, tunakuwa na uwezo wa kumshinda shetani. Tusipojikabidhi kwa Mungu, hatuna uwezo wa kumpinga shetani kabisa. Lakini vile vile tunatakiwa tufuate maelekezo ya Mungu. Yeye ndio amiri jeshi yetu mkuu. Katika waraka Mambo ya Nyakati ya Pili sura 20, Mungu alimwambia Yehoshafati, alimpa maelekezo, kwa sababu maelekezo yanabadilika. Yani yeye huyo jemedari mkuu ndio anajua hapa tunashinda vipi, na anatoa maelekezo, kwa sababu yeye ndio jemedari wa majemedari, Mungu wa vita. Anasema hivi, alimwambia huyo Yehoshafati, hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaika, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Umeona? Kwa hiyo tunapojikabidhi kwa Mungu, Mungu anatupa mbinu. Kuna wakati mwingine tuhitaji kupigana vita, anakuambia tu wewe just come and show up. Alafu utaona Mungu anatuma waviziaji, wanaanza kuuana wenyewe, kwa sababu umefanya nini? Umetii. Lakini kuna wakati mwingine anaweza kukwambia no, nataka uende uzunguke ukuta mara 7, kama wale watu walivyozunguka Yeriko. Wale walizunguka mara 7. Kwa hiyo ni kitu tunachotakiwa kukifanya tu ni kujikabidhi na kufuata maelekezo ya amiri jeshi mkuu, ambaye ni Mungu, ambaye ni Alfa na Omega. Topic nyingine, lazima tujifunze mbinu za huyu adui. Neno la Mungu linatuambia, waraka wa pili wa Korintho sura ya 2 mstari 11, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Lazima uzijue fikra zake, na bahati nzuri nimeshaziongelea kule mwanzo. Nitazitaja tu hapa. Ya kwanza ni kujificha kwenye jambo. Ndio maana kuna watu wengine anakuambia bwana hamna shetani. Na shetani anapenda ukisema hamna shetani, au pana kitu fulani hivi, mtu akaja akasema hapa mama fulani, hapa ni pa kuomba. Sio pa kuomba, ili sio jambo la kuomba, ili jambo hili. Basi shetani anafurahi, anasema huyu hajajua huyu kwamba mimi ndio nani. Basi ndio wewe utapigwa mpaka ushangae. Alafu anatumia deception, anatumia, atakutisha, atakukatisha tamaa, atakuzuia, atakukosesha, ataona, hata nyingine anajifanya kama uone wewe kuna nani. Lakini uzuri, wapendwa, sisi mbona tunaye mshindi ambaye alishashinda vita, ambaye ni Bwana Yesu. Neno la Mungu linatuambia katika Wakolosai sura ya 2, is one of my favorite books. Inaelezea jinsi Bwana Yesu baada ya kufa alivyoshuka huko kuzimu, akaenda apiga gwaride wale principalities and power, akawanyang'anya silaha zote, akafufuka, akaja ulimwenguni, ndo akawaambia wanafunzi wake, akasema nimepewa mamlaka yote na nguvu zote, nendeni mkahubiri Injili. Kwa hiyo
Bwana Yesu alishashinda vita. Sisi hatuna haja ya kuogopa. Yeye akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Neno la Mungu linatuambia ni kitu gani kitatutenganisha naye? Ni nini? Kwa hiyo tusiogope. Kuna mtu mwingine kwenye Biblia ambaye alipitia vita na akashinda. Naye ni Ayubu. Katika Ayubu 1:22 neno la Mungu linatuambia katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwanzia Mungu kwa upumbavu. Hivyo umeshawahi kukaga chini ukafikiria majaribu ya Ayubu yangetupata sisi leo? Tungeweza kushinda? Lakini neno la Mungu linatuambia hakufanya dhambi. Kwa adui kwenye hii vita ya imani kikubwa sana, ndio maana nimesema kule mojawapo ya mbinu yake ni kukukosesha. Kwa sababu akikukosesha, wewe utakosa backup kutoka mbinguni, kwa sababu Mungu ni mtakatifu na yule sasa atapata haki ya kukushinda. Kwa hiyo huyu Ayubu aligundua huyu anataka kunikosesha. Maana ndio maana mpaka alivyotumia kila kitu baada ya kuua watoto, kuchukua mali zote, kumletea magonjwa na kila kitu, akamtumia mke wake kama silaha ya mwisho kumwambia simkosee tu Mungu ufe. Alafu anamwambia kabisa ufe. Kwa hiyo ina maana dhambi ni mojawapo ya kitu ambacho adui anakitumia sana. Tukisha angukia kwenye dhambi na kwenye majaribu, tunakosa haki ya kumshinda adui. Na ndio maana katika sala Baba yetu inatuambia usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Umeona? Tuwe kama Paulo ambaye aliimaliza vita vema, alipiga vita vile akailinda imani. Umeona? Mungu atusaidie, ni maombi yangu na sisi siku moja tutakuwa na ujasiri wa kusema hivyo, kwamba tumevipiga vita vizuri. Hatusubiri watu waje wahubiri wakati tumeondoka duniani. Ni sisi wenyewe. Haya maneno ya Paulo hayakuwa ni mahubiri wakati anazikwa. Ilikuwa ni nani yake yeye mwenyewe amejiangalia, amejitafakari, akaona kwamba vita amevipiga. Umeona? Kwa hiyo na sisi tufike mahali hapo. Mungu atusaidie sana tufike mahali hapo ambapo wenyewe tutatafakari mahusiano yetu na Mungu na tutaona kwamba tumevipiga vita vizuri. Sasa watu gani ambao vita viliwashinda? Tuna Adamu na Hawa, walishindwa kwa sababu ya kutokutii. Tuna Kaini kwa ajili ya wivu, afu Mungu akamuonya kabisa, wewe Kaini, inabidi hapa umshinde shetani. Kwani ukifanya vema mimi itakabali ndani yako sadaka yako? Lakini akashindwa. Kwa hiyo akapata adhabu yake. Solomoni, wanawake wakamponza. Umeona? Na wote ukiangalia ni dhambi. Kutokutii ni dhambi, wivu ni dhambi. Huyu Solomoni, wanawake wakamtoa moyo wake kutoka kwa Mungu. Yuda, tamaa ya pesa. Wana wa Israeli hawakuingia Kanaani kwa kutokuamini. Umeona? Lakini yote hivi tukiviangalia, sisi Mungu leo au siku zote Mungu anataka tushinde. Ndio maana neno la Mungu linatuambia kwamba tunashinda zaidi ya kushinda kwake Bwana Yesu anayetupenda. Kwa sisi wenyewe tuseme tupigane hii vita, chali wote, hamna hata atakayeinuka. Lakini tukiwa na Yesu tunashinda zaidi ya kushinda, kwa sababu yeye anatupenda sana. Kwa hiyo mpendwa, kama hujampokea Bwana Yesu, mbona ndio wakati wako kumpokea Bwana Yesu ili uweze kushinda vita vilivyoko mbele yako. Uzuri hivi vita mwisho wake ipo thawabu, ambayo ndio maana Paulo anasema mimi nimevipiga vita vizuri na sasa hivi naiangalia ile thawabu ambayo nitaipokea siku ile ya Bwana. Kwa hiyo sio vita vya bure, ipo thawabu. Na ndio maana adui anajaribu kuhakikisha kwamba watu wamwamini Yesu. Lakini mimi nakwambia mwamini Yesu nawe utaokoka. Basi wapendwa, ngoja mimi niishie hapo. Kama kuna comment yoyote, kuna kitu chochote nimekiacha katika hivi vita, ili somo letu la vita vya imani, naomba weka hapo. Like, comment, share kwa wengine wapate kujua habari njema za Bwana Yesu na uzuri wa kuwa katika hii shule ya Mungu, shule ya watu special. Mungu awabariki sana.